سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ميقات، mipaka, yani tunakwenda sisi inshallah biidhnillahi alhajj, tutapitia mipaka kama safari yote unaosafiri lazima upite mpakani, na kabla kupita katika kupitia mpakani lazima uwe na vitu vako tayari, yani passport, usisahau passport yako, ikiwa ni kuna visa, kuweka visa, kadhalika pia kwa mfano makaratasi yako ambayo yanahitajika ya dharuri, kwa mfano kama wale wanaotumia kwa mfano dawa fulani sengine mipakani, au ukipita katika mipaka yote unaulizwa. Muhimu yani vile vitu vya kidunia unavyohitaji kupitia katika ule mpaka. Miqati ni mpaka pia. Huwezi kuingia wewe katika mash'ar al-haram, kuingia kufanya manasiki ya al-hajj na al-umra mpaka upitie katika mipaka. Na hii mipaka kila watu wanaotoka mahali tofauti katika huu ulimwengu wana mipaka yao fulani unapitia, ni mikati inaitwa. Na huwezi kupindukia mikati, wewe huwezi kuwa ukapinduka mikati au ukapita mikati wewe kabla hujahirimia. Unahirimia kwenye mikati. Sema ile mikati umekupitia huko juu ndege angani wana announce, au ile mikati wewe kwenye njia mnateremka mnaanza kufanya ile inayohitajika katika mikati. Miqat, mipaka hii ni alama tukatuishi kwa jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza alhamdulillah, yeye ndio aliniruzuku kanipa hii fursa mia kwenda kufanya hii umra au kupitia katika hii mipaka. Laina mipaka katika hii maisha tunaoishi, tuna mipaka ya kila aina. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha, na sengine anakuletea mtu kukukumbusha, laina sisi hatuyaoni yale tunayoyafanya, yani paka mtu kutoka nje saa nyingine anakupa nasaih, kukwambia kama hiki kosa au hili baya hili zuri. Hii yote ni kitu kukaribisha Allah subhanahu wa ta'ala katika mipaka yake. Na sisi tunapokwenda kufanya manasik al-hajj tunapitia katika mipaka kutukumbusha kama wewe baina ya hii mikati kabla ya hujahirimia na kuhirimia, ambapo baada ya kuhirimia wewe halafu pia utakuwa utatahallal, utamaliza na hii ihram yako, unakatazwa na yale ambayo usiyafanya, unakuwa na furaha ya kwa mimi inshallah baada nikishakumaliza manasiki yangu ya kufanya ibada yangu ya al-umra au ibada yangu al-hajj, nitatahallal yale lokatazwa nitayafanya. Kadhalika hii ni mmoja kutuonesha mpaka baina yetu na hii dunia na baina ya kuingia aljanna. Ukumbuke kama inatukumbusha baina ya wewe hii dunia na kuingia aljanna, utasubiri yale mazito, utasubiri yale ambayo yani matamanio ambayo yatuharibia ibada yetu. Na hii mikati si tu wanaokwenda al-hajj, hata sisi ambao hatuendi al-hajj, hasa wale waliokuwa hawaendi al-hajj, wote hao hii ni mikati tuiweke. Tukumbuke kama hapa duniani ni njia tu tunapita, lakini tutaka haya bora ambao ni haya al-akhir. Idha tunahitajia kama tulivyosema mwanzo, tunahitajia passport, tunahitajia visa, unahitajia chochote kile ambacho kupita katika mpaka kitaulizwa, karatasi ya hospitali kama umepiga shindano hukupiga shindano, yani zote hizo zinaulizwa. Idha sisi tunahitajia pia kadhalika kabla kufika mikati tuhakikishe kama tumechukua na sisi tumetubia, tunayo istighfar, tunao yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunao nia bora katika nia yetu, tunao ikhlas. Laina ikiwa hatuna ikhlas amali zetu hazifai. Na pia haji yetu kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ikiwa hija haina ikhlas, basi wewe hija yako haina maana. Kila amali inatakiwa kuwa na nia na ikhlas. Kwa hivyo tukumbuke, na kadhalika tunahitaji kuwa na sabr, laina ibada pia inahitaji kuwa na kwa sabr, ili tupate kupata hizo bishara. Wabashir mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum
ajran hasana. Tunataka kupata bora na kufikia mipaka na kufuz ya kuingia nini, ya kuingia aljanna. Kwa hivyo tuishi mashair wanaokwenda alhajj na wasiokwenda alhajj, tuanze kuweka mipaka, tuanze kukaribia kufika katika mipaka, ili nini, tuwe na hadhari na tuwe na vitu vyetu tayari, ambapo ukifunguliwa mlango tunaingia aljanna na sisi na Allah yuko radhi na nini, yuko radhi na sisi. Allahumma lakal hamd, kwa jina lako ya Rabbana alhamd. Tunakushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupa hii fursa ya kuwa nini, ya kuweza kufanya ibada, kutupa hii fursa ya kuweza kufika katika manasik au kufika katika hii ardhi ya kufanya nini, ya kufanya alhajj. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minna salih a'malina, walhamdulillah rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أركان ديني حجة البيت العتيق.